nimetia nia ya kugombea jimbo la Kahama mjini mkoani Shinyanga kama mbunge, ikiwa ni sehemu yangu ya kikatiba, ni haki yangu. Nimefikiria kwamba ninaweza nikawasaidia Watanzania na wananchi wa wilaya ya Kahama mjini katika kuyaendea maendeleo. Nadhani ya kwangu yalikuwa ni hayo. Sasa tukianza kuangalia katika hali ya kisiasa ambayo inaendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Cha kwanza, naomba nichukue fursa hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais ambaye amekuwa ni kinara. Rais ambaye aliweza kuipokea nchi yetu ikiwa katika hali ya simanzi. Rais ambaye sisi kama Watanzania tuliingiwa na hofu baada ya kuondokewa na rais wa awamu ya 5 kwamba huenda tungeshindwa kusimama. Lakini mwanamama huyu, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, aliweza kupita katika mapito yake yote hayo na kuhakikisha hali ya usalama na amani ya nchi yetu inakaa vizuri. Tuna haja ya kuendelea kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ya maendeleo mbalimbali ambayo ameyafanya upande wa kisiasa, kiuchumi, pamoja na kijamii. Ukiangalia katika swala zima la kisiasa, wakati anaingia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, vyama rafiki walikuwa hawana uwezo wa kwenda kufanya midahalo mbalimbali, mikutano ya hadhara. Lakini kwa sababu mwanamama huyu ni bingwa, ni mama ambaye mwenye maono, ambaye anajaribu kuiangalia hatima ya nchi yetu ya Tanzania, mama aliyejaa upendo, mama ambaye yuko tayari kuwaunganisha Watanzania bila kujali vyama vyao, bila kujali dini zao, bila kujali ukanda, aliruhusu na akaja na 4R za Mheshimiwa Rais, ambazo miongoni mwa 4R hizo ilikuwa ni kuwaleta, miongoni mwa sababu ilikuwa ni kuwaleta Watanzania pamoja. Ndio maana tumeona vyama rafiki wamekuwa na uwezo wa kuweza kufanya mikutano mbalimbali, wameruhusiwa. Nadhani hata nyinyi waandishi wa habari mmeona, na mara nyingi asilimia kubwa mnaingia na mnaona mambo yanavyoendelea. Utaona kwamba kwa kipindi cha nyuma walikuwa hawawezi kutoa mawazo, hawawezi kukaa pamoja, lakini na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia aliweza kuwaleta pamoja na kuwasikiliza. Leo hii unasikia kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanajaribu kuzungumza kwamba nchi yetu ya Tanzania haina demokrasia. Hiyo sio sawa. Kwa sababu ukiangalia tunaelekea uchaguzi wa 2025, uchaguzi mkuu. Leo hii kuna uhuru. Leo hii tuna tume huru ya uchaguzi ambao kimsingi ni maendeleo ya kisiasa ambayo yamefanyika. Sambamba na hilo, tunamwona Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni mwanadiplomasia imara. Ameimarisha mahusiano na nchi za nje. Ameimarisha na mahusiano na kimataifa. Kiuchumi na kisiasa, nchi yetu iko salama. Kwa tunapaswa kusimama na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwanza kwa yale ambayo mazuri aliyoyafanya kwa muda mfupi sana, na tukampa imani, na amefanya vitu vyote hivyo ni vitu ambavyo vinaonekana kwa macho yetu sisi. Sasa inapotokea panapatikana genge la wauni na kuanza kumkashifu rais na kuanza kumsema vibaya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuanza kumdhalilisha, sisi kama makada wa Chama cha Mapinduzi na kama vijana na wasomi wa nchi hii ya Tanzania pamoja na Watanzania wote kwa ujumla, hatutokuwa tayari kuona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anabezwa. Leo hii kuna kuja na movement ya kusema kwamba hakuna kupiga kura. Asema no reform no election. Watu ukijaribu kuangalia mawazo yao, maana yake ni watu ambao wamekaa kichochezi kwenda kuvuruga amani ya nchi yetu. Hebu kuangalia huko Irani yanayoendelea mpaka sasa hivi. Leo hii bunduki imekuwa ni kitu ambacho ni cha kawaida sana kwa binadamu na kumpotezea maisha yake. Sasa mwanamama huyu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi tutaendelea kumlinda kwa wivu mkubwa, kwa maana ya kwamba amekwenda mbali zaidi kuhakikisha kwamba nchi hii inakwenda kusimama imara.
Kipindi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anafariki Dr. John Pombe Magufuli, rais wa 5, nchi hii iliachwa na miradi mingi sana ya kimkakati. Na watu wengi waliamini kwamba Dr. Samia atashindwa. Lakini mama huyu ameweza kusimama miradi yote ya kimkakati katika nchi yetu ya Tanzania. Leo twende kanda ya Ziwa, twende Mwanza. Twende tukaangalie kivuko cha Busisi. Kiliachwa katika hatua za mwanzo sana, lakini kimekamilika kwa 100%.